Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Hii ni sehemu ya nukuu kutoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, waraka ambao katika Dominika hii ya Utatu Mtakatifu tunasikia Paulo akiwatakia matasha mema wa Korinto. Na kanisa limeamua kuchukua somo la pili la waraka wa Mtume Paulo katika sherehe hii muhimu sana ya Utatu Mtakatifu, kusudi kudokeza na kutupa mojawapo ya rejea za kimaandiko kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia. Tunaadhimisha Dominika ya Utatu Mtakatifu, sherehe ya Utatu Mtakatifu. Huu ni ufunuo kutoka kwa Kristo mwenyewe. Ni ufunuo ambao baadaye umetangazwa na mitume, na ni ufunuo uliolindwa na mababa wa kanisa. Ufunuo kutoka kwa Kristo katika sehemu mbalimbali tofauti za Injili. Kristo anadokeza kuhusu Baba. Kristo anadokeza kuhusu nafsi yake kama Mungu. Kristo anadokeza kuhusu Roho Mtakatifu. Fundisho hili limekuwepo tangu mwanzo wa kanisa. Haimaanishi kwamba Utatu Mtakatifu umeanza kuwepo wakati kanisa linaanza, bali ufunuo kamili umekamilika wakati Kristo yupo duniani na ukakaziwa zaidi na mitume na ukalindwa na kuelezwa vizuri zaidi na mababa wa kanisa. Mtakatifu Athanasio, askofu maarufu wa Alexandria huko Misri, anatuambia kwamba tusipoamini katika utatu, hatuna nafasi katika Ukristo. Kama tunakataa uwepo wa Utatu Mtakatifu, sisi tuko nje ya Ukristo. Nafsi ya kwanza imeandikwa wazi kabisa katika maandiko matakatifu. Agano la Kale linamrejea mara nyingi Mungu Baba. Nafsi ya pili imerejelewa mara nyingi katika Agano Jipya. Kristo amekuwa mhusika mkuu. Nafsi ya pili ya Mungu kuzungumzwa sana katika Injili na katika nyaraka za mitume. Nafsi ya tatu nayo pia imeelezwa na Kristo mwenyewe. Kwa mfano, anapotuma kubatiza, anaagiza wafuasi wake wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Dominika iliyopita tulisherehekea nguvu za hii nafsi ya tatu ya Mungu, Roho Mtakatifu, ambayo iliposhuka na kanisa likazaliwa. Ni Mungu kweli anayetoa nguvu na uhai kwa kanisa. Roho Mtakatifu amerejelewa pia katika maandiko matakatifu sehemu tofauti. Kwa mfano, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari ule wa 2, mwandishi anadokeza nguvu za Roho Mtakatifu kama Mungu, au maagizo ya Roho Mtakatifu kama Mungu, pale anapoagiza kwamba nitengeni Paulo au Sauli na Barnaba kwa kazi ile niliyowapangia. Kama Roho Mtakatifu anaagiza hivi, basi anaonyesha mamlaka yake ya kiungu. Lakini pia katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 3 hadi 4, Petro anaonekana kusema waziwazi kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu pale anapomkemea Anania aliyesema uongo. Anamwambia, umemdanganya Roho Mtakatifu. Baadaye Petro anakazia kusema, uliyemdanganya sio mwanadamu, umemdanganya Mungu mwenyewe. Kwa ndugu zangu, fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kiufunuo
lililo wazi katika maandiko matakatifu. Katika historia changa ya kanisa walitokea wazushi ambao walitaka kupotosha fundisho hili, wazushi kama kina Arian na wengineo. Lakini mababa wa kanisa walilinda fundisho hili na wakalitolea mafundisho rasmi, sio kwa kutunga, bali kwa kurejea kilichosemwa na Kristo, kilichofundishwa na mitume. Lakini tunaweza tukajiuliza, kwa nini kuhangaika na fundisho gumu namna hili? Isingetosha tu kusema kwamba Mungu ni mmoja? Kwa nini tuhangaike kufundisha juu ya Mungu mmoja lakini mwenye nafsi tatu? Kwa mtu ambaye anaweza akauliza swali kama hili, kwanza tutamwambia sio mahangaiko yetu kufundisha kuhusu Utatu Mtakatifu, bali ni ufunuo tuliopata kwa Mungu mwenyewe. Na sisi ni nani tukatae ufunuo waziwazi namna hii uliomo katika maandiko matakatifu? Lakini kwa nini Utatu Mtakatifu uwepo? Kwa nini Mungu asingetosha tu kuwa Mungu? Tukimnukuu mhubiri maarufu wa nyumba ya Baba Mtakatifu wa zamani, Padre Raniero Cantalamessa, anasema jibu kwa nini Utatu Mtakatifu upo? Jibu ni rahisi. Jibu ni kwa sababu ya upendo. Upendo kwa namna gani? Padre Ranieri anasema Mungu amekuwepo tangu milele yote. Je, huyu Mungu ambaye utambulisho wake mwingine ni upendo, alikuwa anampenda nani kabla ya kuumbwa dunia? Kwa sababu tungeweza kufikiri kwamba kabla sisi binadamu hatujaumbwa, basi labda Mungu alipenda dunia. Lakini inajulikana kwamba dunia imekuwepo miaka kadhaa iliyopita. Dunia haikuwepo milele. Binadamu ndo kabisa inajulikana ni miaka kadhaa nyuma ya dunia ndipo binadamu amekuwepo. Sasa Mungu alikuwa anampenda nani? Mungu wetu sio Mungu mpweke. Ni Mungu mwenye nafsi. Kwa sababu angekuwa mpweke, ina maana Mungu wetu angekuwa anajipenda mwenyewe. Na upendo wa kujipenda mwenyewe watu tungeita ni ubinafsi. Nafsi hii inapenda nafsi hii, nafsi hii inapenda nafsi hii. Kwa hiyo fundisho la Utatu Mtakatifu ni kiini kabisa cha fundisho la upendo. Na pamoja na kwamba Injili ya Dominika hii ambayo inatoka katika Injili ya Yohane sura ile ya 3 mstari wa 16 hadi wa 18, pamoja na kwamba sehemu ya Injili haifundishi moja kwa moja kuhusu Utatu Mtakatifu, bali unadokeza kuhusu Baba na Mwana, lakini kwa kweli ni Injili ambayo inaturudisha mle kutazama upendo. Sasa upendo umevuka mipaka ya nafsi za Mungu kupendana. Upendo sasa unakuja kwetu. Kristo anamwambia Nikodemo, yule Farisayo mwenye akili msomi aliyemwendea usiku, Kristo anamwambia jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, na atakayemwamini huyu mwana ataokolewa, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo Mungu anayehalia upendo ameongeza wigo wa upendo kwa jinsi anavyozipenda nafsi zake. Wigo huu umefika sasa kwetu wenyewe. Kwa hiyo tunapendwa kama Mungu anavyozipenda nafsi zake. Tunaweza kuthubutu kusema namna hiyo. Injili hii kama nilivyosema inatokana na mafundisho aliyoyatoa Yesu baada ya huyu Farisayo Nikodemo kumwendea Yesu kwa nyakati za usiku. Nikodemo alienda kufanya nini kwa Yesu? Mtaalamu wa maandiko matakatifu Padre Armelini anasema kwamba tukumbuke muktadha wa mtu huyu Nikodemo kumwendea Bwana
ilikuwa ni baada ya Yesu kufanya marekebisho hekaluni, kufanya usafi hekaluni, kuondoa yasiyofaa hekaluni, kukemea waliokuwa wanatumia ndivyo sivyo nyumba ya baba yake. Nikodemo bila shaka kama Mafarisayo wengine hawakufurahishwa. Yesu alikuwa anavuruga taratibu zao. Lakini Nikodemo walau ni Farisayo mwema, anakwenda kwa ustaarabu kwa Yesu na anaanza kwa kukiri kwamba tunajua wewe kweli watoka kwa Mungu. Na kwa namna hii Nikodemo anaelekea labda kumweleza Yesu kwamba lakini pamoja na mema yako yote fuata basi sheria zetu. Ndipo Yesu anapotoa fundisho lingine linalomwacha Nikodemo akishikwa na butwaa. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yesu anatoa fundisho la kusema kwamba hataki tubaki katika kuegemea kanuni na masharti ya kumwona Mungu kama hakimu anayetuvizia kutuhukumu, bali Mungu ni Baba ambaye anataka tuzaliwe upya kwa roho. Baada ya kuzaliwa kimwili, lazima tuzaliwe tena kusudi tuwe wa mbinguni. Na hili ni dokezo kwamba Utatu Mtakatifu sio nadharia ya kumtazama Mungu aliyeko mbali, Mungu aliyeko mbali mbinguni, bali Utatu Mtakatifu ni ukweli wa kiimani wa sisi wenyewe kushiriki pendo la Mungu. Kwa hiyo fundisho kwa Mafarisayo na fundisho kwetu wengine ambao tunageuza dini kuwa sheria kali, tumwone Mungu kwanza kama upendo. Ni kweli hata Kristo mwenyewe alikuwa mkali kama nilivyodokeza, aliwafukuza watu, alikemea, alikuwa na hasira kwa yaliyofanya ndivyo sivyo katika nyumba ya baba yake. Lakini mwisho yote, kama Papa Francisco alivyotufundisha, jina la Mungu ni huruma. Ni namna nyingine pengine ya kusema Mungu ni upendo, na hili ni fundisho la kibiblia lililo wazi kabisa. Mungu ni upendo. Basi sisi tuliopendelewa namna hii kushirikishwa pendo la kimungu, tumwendee baba yetu, tumwendee Kristo mkombozi wetu, tumwendee Roho Mtakatifu kwa upendo, na sisi wenyewe tujenge jumuiya ya wanaopendana. Tumsifu Yesu Kristo.